Karibu tena kwa wakati mwingine mahali pa Kweli Yote TV. Weupe, weusi, wekundu, wakubwa kwa wadogo, viongozi na wasio viongozi, jamii zote, wa imani zote, watumishi wote, kwa sababu mahali pa Kweli Yote na mahali pa siku ya mwisho hapana imani, hapana tumaini, bali ni katika kuiishi ile kweli, kuielewa kweli, kama vile ambavyo tulikuwa tunasubiri majira yetu na sasa ipo. Kwa hiyo karibuni sana kwenye nguvu ya Kweli Yote TV. Kwa hiyo ni kukutana tena kwa wakati mwingine huu mzuri wa kufundishwa na yeye, kuelekezwa na yeye katika utimilifu wake. Basi kabla ya kufundishwa na kupokea, tushukuru. Baba mwema mzuri, kwa wakati mwingine tena tuko hapa kwa ajili ya utukufu wako. Nione tufundishe, nione tuelekeze kwa heshima yako. Unatufundisha wa imani zote, walika zote, viongozi na wasio viongozi, weupe, weusi, wekundu, wa mataifa yote, kwa kipindi hiki ambacho kila mmoja anataka awe huru, kwa sababu tayari wewe uko juu ya nchi. Tunakushukuru, tufundishe, tuelimishe, tueleweshe Baba, kwa ajili ya kila mmoja kufunguka na kuishi katika uumbaji huu tukiwa huru kabisa. Wote umetukaribisha wewe kwa wakati huu mahali pa Kweli Yote TV yako, kwa utukufu wako umetokea. Karibu sana, karibu viongozi na wasio viongozi, walika zote, wa imani zote, vijana kwa mabinti, kwa sababu majira ndio imefika na iko na inafanya kazi kwa walisia. Kwa hiyo ni jambo jema kuendelea kujifunza. Leo Yesu ibada alizozikuta ziliendelea hivyo hivyo. Kubadilika ni katika siku ya mwisho. Narudia tena, yaani ibada zote alizozikuta Yesu, hakuna hata moja iliyobadilika, zote zilibakia hivyo hivyo. Sasa utaona kwamba ilikuwaje tena, lakini kwa sababu ya fundisho nafikiri umekwisha kupata kuelewa kwamba ni kweli. Kwa nini Yesu alizikuta ibada hizo na ziliendelea kuwepo, lakini kwa kifuniko cha mbali sana? Ufundisho yeye ndiye amefika kwa ajili ya kutusaidia. Jambo kubwa na tatizo kubwa ambalo tulichanganyikiwa au wengi, kwa sababu ya kipindi cha Baba aliruhusu yawe hivyo, ni kile kitendo cha kutokujua Yesu alitumwa nini na Paulo alitumwa na nani. Kwa hiyo wakati sasa anapokuja kuweka mambo sawa kama alivyokusudia, kwamba mifumo yote lazima iondoke ili kuwe na uzuri wa ibada yake kama alivyokusudia kwetu sisi wote, na tufurahie haya maisha juu ya nchi. Yeye ametamka kwamba kwenye Mathayo 10:26 hakuna siri itakuwa iko imejificha. Luka 8:17, kwa hiyo hakuna mwenye kununua vazi jipya akaweka kiraka. Kwa hiyo ilikuwa na maana kubwa sana, kwamba ni kama mimi nimenunua leo vazi au nguo halafu nikabandika kiraka. Kwenye majira yake hawezi akafanya hivyo, hawezi akafanya hivyo.
ile Mathayo 9:16, hakuna mtu atiaye kiraka cha nguo mpya katika vazi kuukuu, maana kile kilichotiwa huondoa kipande kile cha vazi, na pale palipotatuka uzidi. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho yeye alitualati peke yake, akatuambia akija atabomoa hiyo mifumo. Sasa tukijua ni kwa nini alikuwa anasema hivyo, na hakuna aliyekuwa anajua kwamba ile Mathayo 24 ule mstari wa kwanza huyo kweli ambaye levo ya Yesu akaenda zake, akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu, naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomolewa. Tunaona hata kwenye Marko 13 anatamka hivyo, alafu tutajifunza na atatuelewesha. Hata alipokuwa akitoka hekaluni, mmoja wa wanafunzi wake alimwambia, Mwalimu, tazama yalivyo mawe ya majengo haya. Huyo kweli kwa levo ya Yesu akamwambia, wayaona majengo haya makubwa, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomolewa. Tunaona hata Luka 21 ule mstari wa kwanza wa 5, na watu kadha wa kadha walipokuwa wakiongea habari za hekalu, jinsi ilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu, alisema, haya mnayotazama siku zinakuja, ambapo halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Kwa hiyo alikuwa ana maana kabisa kwamba ibada zote juu ya nchi hakuna inayomsifu yeye. Sasa kitendawili kilikuwa au ule mfumo uliokuwa umejificha, kwa sababu yeye hakujionyesha kwamba alikuja kufanya nini hicho, kwa sababu Baba na yeye, kwa sababu yeye Yesu ni kweli na Baba yake ni kweli yote. Alichotumwa hakuwa aje akiadresi kwa wote. Kwa ule mfumo ulikuwa umefichwa mpaka kwenye ile siku ya mwisho. Ndio maana akasema haya mnayoona hayata, kwa sababu ilikuwa hawezi akajitoa moja kwa moja akaongea yote, kwa sababu kulikuwa kuna wakati huo utakuja na ataweka wazi. Kwa nini sasa ibada ambazo alizikuta ziliendelea kuwa hivyo, na hakuna aliyekuwa anajua mpaka leo kwamba ibada za Mafarisayo ziliendelea, ibada za Masadukayo ziliendelea, ibada zote ambazo unaziona kwa sura ya leo ziliendelea? Alizikuta hizo. Ndio maana hata wakati anasema wakati wa kanisa kunyakuliwa, alikuwa anasema tu kwa sababu tayari kanisa lilikuwa halipo. Sasa kitu ambacho tayari kilikosa ni kwa sababu yeye kutoeleweka kwamba alitumwa nini. Sasa lakini kwa sasa tunaelewa kile ambacho alitumwa. Alichotumwa ni kutuelezea habari ya siku ya mwisho na dalili zake peke yake. Kwa hiyo hilo ndio kusudi la kwanza kabisa, na la pili ni kutuonyesha
mfumo wa ibada uliokuwepo ni wa namna gani, na akija ataufanyaje. Kwa hiyo alikuwa anaweka maandishi yaandikwe kama vile nguvu ya kuweka kwamba bwana, kuna wakati inatakiwa kila mmoja ajue, afahamu, kama anavyosoma sasa hivi. Kwa hiyo cha kwanza kabisa alituma hicho. Ndio maana sasa kwenye utume wake tunaona kwenye Isaya 6:8-13 hakuna ambaye alijua hapo, na ile Isaya 9:2. Kwa hiyo ibada zote unazoziona leo ni ibada ambazo ziliendelea na somo. Kisha nikasikia sauti ya yeye kweli yote ikisema, ni mtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema mimi hapa nitume mimi. Naye akaniambia, enenda ukawaambie watu wao, fulizeni kusikia lakini msifahamu, fulizeni kutazama lakini msione. Unoneshe moyo wa watu wao, ukayatie uzito masikio yao, ukayafumbe macho yao wasione, kwa macho yao na kusikia kwa masikio yao na kufahamu kwa mioyo yao na kurejea nikawaponya. Ndipo nilipouliza, Baba, hata lini? Naye akajibu akaniambia, na nyumba zitakapokuwa hazina watu kabisa, na nchi itakapokuwa ganjo kabisa, hata yeye kweli yote ambaye ndiye Baba atakapohamisha watu waende mbali sana, na mahame watakapokuwa mengi ndani ya nchi. Kwa hiyo anatuonyesha kwamba hapo Yesu kweli, kwa levo ya Yesu, kila alichoagizwa ina maana alikuwa anakuja kuendeleza ule mfumo, kwa sababu hakuna wa kubadilisha kwa lile anguko tulilokuwa tumeanguka. Na ile Mwanzo 2:23-25 kwa ajili ya sisi kumwacha baba na kumwacha mama na kukalia kiti cha baba na kutojua mama ni nani. Kwa hiyo tukaenda utumwani. Kwa hiyo baba akawa ametupa punishment kwa ajili ya ibada unazoziona juu ya nchi. Ibada za waliolala zilianzia huko. Baada ya uasi wa Adamu, akanyang'anywa ile moja ndani yake, akawa yuko kwenye miaka 930. Ile Mwanzo 5:5. Siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930, naye akafa. Kwa hiyo hapa ibada tulizokuwa hatujui, hizo ndio ziliendelea, kwa sababu ibada za wafu zote zimeanzia hapa. Kwa hiyo tunaona sasa akisema kwenye mahali pa Yeremia, kwa sababu kitabu hiki kimezunguka, hakiko kwenye straight kwamba utaanzia hapo utakuja hapa, ni yeye amekifunga. Ndio maana akasema kwenye Ufunuo 5, nani anayestahili kukifungua kitabu na kuzivunja pini zake, yani ile secret yake. Akasema hakuna juu ya nchi wala kokote, kwa sababu majira ya utimilifu ndio kitabu kinafunguliwa, ili tupate kitabu kile cha uzima kilichofunguliwa, ambacho kiko kwenye Ufunuo ule mstari wa 10, Ufunuo 10:1. Kisha nikaona malaika mwingine, ule ni ujumbe sasa, wenye nguvu ukishoka mahali pake, umevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na taji ya nyota, na uso wake ulikuwa kama jua,
na miguu yake kama nguzo ya moto, na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na juu na nao wa kushoto juu ya nchi. Na bahari ni huku kwenye ile wakati tunatoka pale kwa ajili ya kuachana na Baba, baada ya mfumo kuanzia ndani hapa ukashindwa kuanzia, ina maana humu ndani tukaendelea kuishi miezi 9. Kwa hiyo baada ya mwaka kuanzia kwenye tumbo tukawa tuanzie hapa. Kwa hiyo hapa ndipo panaitwa ndani, ndio panaitwa bahari, na huku ndio panaitwa nchi kavu. Mwaka huku kwenye miezi 12 katika nguvu ya majira hii. Kwa hiyo kitabu kilikuwa kimefungiwa hapa. Kwa hiyo wote tulikuwa tunatoka hapa tunakuja hapa. Hapa tulikuwa hakuna maelezo ya hapa. Hicho kitabu ndio kilikuwa kimefungwa hapa. Naye akasema kwa sauti kubwa akisema, angurumai. Aliposema zile ngurumo 7 zikatoa sauti yake, hata ngurumo 7 zilipotoa sauti zake, na alikuwa tayari kuandika, nami nikasikia maelekezo kutoka mahali pake ikisema, yatie muhuri maneno haya yaliyonenwa na hizo ngurumo 7, usiyaandike. Na yule malaika nilimuona akisimama juu ya bahari, ule ujumbe wa mwisho, akainua mkono wake wa kuume kuelekea mahali pake, akaapa kwa yeye aliye na ule uhai ambao sasa ni furushi la uhai, yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapatakuwa na wakati baada ya haya, isipokuwa katika siku ya tarumbeta la mwisho, tayari itakapokuwa tayari kupigwa. Hapo ndipo ile siri ya yeye aliyetuumba mbele kwa yote itakapotimizwa, kama alivyoahidia watumishi wake hao manabii. Na ile sauti niliyoisikia kutoka mahali pake ilinena nami tena ikisema, enenda ukakitoa kile kitabu kilichofunguliwa katika mkono wa kuume wa yule malaika aliyesimama juu ya bahari na juu ya nchi. Yaani maelekezo yaliyotimia. Sasa tunaona hapa kosa linatokea kwamba kwa sababu Yesu kwa levo yake alikuja kiunabii. Kama alikuja kiunabii, ina maana kila alichoagizwa na Baba ni kuja kuelekeza tu kwamba siku ya mwisho ikoje, dalili zake. Ndio maana ukisoma kwenye Mathayo 24 sasa ile 3 mpaka 51 ni dalili. Kutakuwa na njaa, matetemeko, nguvu ya kila kitu. Na siri kubwa ya mwisho ni ile vita ya siku ya mwisho, ya siku ile yake ambayo tayari iliyokuwa inaendelea kati ya Amerika na Israeli na Iran. Ukisoma kwenye Nyakati wa Pili ile 36 ile 20 na Yeremia 25 ile 12. Kwa hiyo huo ndio wakawa anaelezea kwamba yote yatakayofika yatafanyika kwenye majira hiyo. Kwa hiyo ile ibada zote unazoziona juu ya nchi ziliendelea kuwepo, za ishara, miujiza. Hizo ibada zote zilikuwa kwenye mfumo wa Babeli. Kwa hiyo tunaona hizo Babeli, Yeremia 27. Yeremia 27 na Yeremia 28 ile 4, Yeremia 29 4 mpaka ile 9. Tunaanza na 27 mstari wa 5. Mimi nimeumba dunia hii na wanadamu na wanyama walio juu ya nchi kwa uweza wangu mkuu na kwa mkono wangu ulionyoshwa, nami nawapa watu kama nipendavyo. Na sasa nimetia nchi zote katika mkono wa Nebukadreza mfalme wa Babeli mtumishi wangu, na wanyama wa mituni pia nimempa wamtumikie, na mataifa yote watamtumikia yeye na mwanawe na mwana wa mwanawe, hata utakapowadia wakati wa nchi yake mwenyewe, ndipo mataifa mengi nao watamtumikisha yeye, na itakuwa taifa lile wasiotaka kutumikishwa
na mfalme wa Babeli, yaani kufanya mambo yasiyofaa. Yaani ulikuwa uwezi yaani ule utakatifu tulikuwa tunauawa kwa sababu tulikuwa utumwani. Ina maana tabia zote ambazo zilikuwa zinatakiwa tulikuwa tunafanya kulingana na yale ambayo ndio yako kwenye maisha. Lakini katika habari zenu msisikilize manabii wenu wala wabashiri wenu wala ndoto zenu wala watambuzi wenu wala waganga wenu wanaowaambia ya kwamba hamtamtumikia mfalme wa Babeli. Kwa hiyo ilikuwa tumeonywa. Ndio maana kuna ibada zingine zilikuwa zinaenda kwa uganga, hakuna shida. Ibada ya mawe hakuna shida. Ibada ya wafu hakuna shida. Ibada ya miti hakuna shida. Ibada za jua hakuna shida. Ibada za mwezi hakuna shida. Ibada zote. Ndio maana unaona wenye haki wengi juu ya nchi. Ulikuwa ukiwa msafi mzuri, ulikuwa unauawa. Kwa nini ulikuwa unauawa? Kwa sababu kwa uhalisia mwenye haki hakuwa anajua kama tuko utumwani. Yeye alikuwa anajua kwamba yuko kwao na yuko na Mungu anamsikia. Kwa hiyo mfumo huo ukawa unawaua watendao kwa haki, na sisi sote tunakubali, tunaombea kwamba Baba amewachukua, lakini Baba hamuui mwenye haki. Wote wazuri walikuwa wanaangamia kwa sababu Babeli ndio alikuwa anawaangamiza. Utaona hapa Ufunuo 6 ule mstari wa 9. Na alipoifungua muhuri wa 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya ile kweli yake yeye, kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Wakalia kwa sauti kuu wakisema, Baba msafi mwenye kweli, hata lini kutohukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi? Nao wakapewa kila mtu nguo ndefu. Kwa hiyo yani tulikuwa hatuna nafasi ya kukaa kwa sababu tayari tulikuwa hatujafika kwetu. Kwa hiyo unavyoona sasa ile Yeremia 29 ule mstari wa 4, tukaambiwa tuzae, tuane huko, tuishi, na manabii waliokuwa wanatuambia tusiwasikilize mpaka miaka 70 itakapotimia, na Danieli 9:2 ikawa inatamka hivi. Ndio maana sasa 930 na miaka 70 ndio unapata 1000. Unaenda kwenye Zaburi 90 ule mstari wa 4 unapata kwa Baba siku moja kwetu ni miaka 1000, ili turudi kwenye cheni yake ya hapa. Kwa ajili ya Baba mkononi anatujua, tumboni anatujua, na nchi kavu anatujua. Kwa hiyo tunakuwa na mmoja, ile majira isiyokuwa na usiku wala mchana, mwaka wenye miezi 9. Hii ndio utimilifu wa ile Luka 1:26-33, kwamba hii ni majira ya Yesu. Yesu ilikuwa mwezi wa 6 malaika alipotumwa, mpaka mwezi wa 2 unapata miezi 9. Si hapa ni nusu, hapa ndio bahari, hapa ni nchi kavu. Kwa hiyo maelezo sasa haya yanayotoka ni ya kitabu juu ya nchi yenye uzima. Kwa hiyo tunaona sasa alichotumwa ni kuelezea habari ya siku ya mwisho na dalili zake, kwa hiyo na utendaji wake, lakini si katika kubadili chochote. Ndio maana akasema kwenye Mathayo 5:17, msidhani ya kuwa nimekuja kutangua Torati au manabii. Sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa hiyo alikuja tu kuthibitisha kwamba siku ya mwisho ikoje na ibada hizi ambazo zinaonekana zikoje. Lakini kwa sababu alikuta Mafarisayo wapo na Masadukayo, ina maana mapepo ndio yalifahamu namna ambavyo ibada hizo zilikuwa zinaendelea, kwamba zilikuwa zinatumia roho za uharibifu kwa kuwatumia ndugu zetu. Tunaona Mathayo 8
mstari wa 28. Naye alipofika ng'ambo katika nchi ya Gerasi, watu wawili wenye pepo walikutana naye, wanatoka makaburini, wakali mno, hata mtu asiweze kuipita njia ile. Na tazama, wakapiga kelele wakisema, tuna nini nawe, mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla ya muhula wetu? Kwa hiyo alikuwa na agreement kwa sababu ya kosa la Adamu. Kwa hiyo aliyekuwa anajua ni ule mfumo wa ndani. Ndio maana alikuwa anaonyesha tu kwamba hizi ibada zote unazoziona ziko kwenye mfumo, si katika haki. Lakini alikuwa hatakiwi. Ndio maana walikuwa wanamchukia sana Mafarisayo na Wayahudi, kwa sababu waliokuwa na tawala kwenye mfumo huo yule mfumo wa Kirumi ndio alikuwa tawala juu ya nchi, kwa sababu wao ndio walikuwa wamepewa dhamana ya kusimama na ile nguvu ya Ufunuo ile 21:10 mpaka 22, ile Yerusalemu ya kwanza yenye kabila 12, lugha 12, nyota 12, ile nguvu ya simba 12, ile majira ya viti 12, ile majira ya mwaka wenye miezi 12. Ndio maana unaona wakaongeza ikawa tarehe 31, wakati wiki siku 7, mwezi ni ile majira ya wiki 4. Kwa tunaona zikawa zimefikwa, tumeziona. Kwa hiyo ibada zote unazoziona ziliendelea kuwepo. Kwa Yesu hakubadilisha kitu, ila waliokuja wakafunika pale ni hawa waliokuwa na hizo ibada, kwa sababu ilikuwa ni Babeli. Ina maana wakafunika hiyo kwa ajili ya mafundisho mbalimbali ya kutuonyesha kwamba ni ibada aliyotumwa kwamba ni kuja kutuponya, lakini hakuja kufanya chochote. Ndio maana akasema hapa kwenye Yohana, ili uone, anasema ili Yohana 8 mstari wa 21, basi akawaambia tena, mimi naondoka nanyi mtanitafuta, nanyi mtakufa katika dhambi zenu. Mimi niendapo ninyi hamwezi kuja. Basi Wayahudi wakasema, je, atajiua kwa kuwa asema mimi niendapo ninyi hamwezi kuja? Akawaambia, ninyi wa chini, mimi ni wa juu. Ninyi ni wa ulimwengu huu, mimi ni si wa ulimwengu huu. Kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu, kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Ndio maana 12:8-12, basi huyo kweli kwa levo ya Yesu akamwambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yaani fuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Basi Mafarisayo wakamwambia, wewe unajishuhudia mwenyewe, ushuhuda wako sio kweli. Huyo kweli kwa levo ya Yesu akajibu akamwambia, mimi ni ingawa najishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu ndio kweli, kwa sababu najua nilikotoka niendapo, lakini nyinyi hamjui nilikotoka wala niendapo. Ninyi mwahukumu kwa kufuata mambo ya mwili, mimi simhukumu mtu, nami nijapohukumu, hukumu yangu ni kweli, kwa kuwa mimi si peke yangu, bali ni yeye aliyenipeleka. Kwa tunaona Mafarisayo, Masadukayo, ibada hizo ziliendelea. Kwa hiyo hata sasa anatuonyesha kwamba kuna mitume 12 kwa ajili ya kutuonyesha ile madhabahu iliyokuwa ya Yerusalemu ya kwanza jinsi ilivyojengwa. Watu wakakoti hivyo hivyo. Kwenye Mathayo 10 ule mstari wa 5, hao senashara Yesu aliwatuma akaagiza akisema, katika njia ya mataifa msienende, wala kwa mji wowote wa Samaria, kwa sababu alikuwa anaonyesha kwamba msingi wa Yerusalemu utakao kuja kushughulikiwa ni huo wa 12, kwa sababu ndio umeleta shida
juu ya nchi, kama alivyosema kwenye Mathayo 19 ule mstari wa 28. Yesu akawaambia, amini nawaambieni kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu. 27 tuanze. Ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Huyu sio mtumishi, alikuwa anaonyesha namna alivyo. Kweli kwa Yesu akawaambia, amini nawaambieni ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya, atakapoketi Mwana wa Adamu katika kiti chake, nanyi mtaketi katika viti mkiwahukumu kabila 12. Kwa hiyo akawa anaonyesha kwamba hizo madhabahu ya kabila 12, mitume 12 haiko kwenye kuamini, akitufundisha, yaani akituonyesha kwamba bwana, andikeni haya, yakawa yanaandikwa ili kesho kusiwe ubishi. Marko 16 ule mstari 14. Baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakusadiki. Kwa hiyo ndio anatuonyesha. Kwa hiyo ibada ziliendelea hivyo, kwa hiyo zikawa zimejifunika kofia ambayo ni ya Yesu kuja kutuokoa, kuja kutuponya. Ndio maana hakuna badiliko juu ya nchi. Kwa hiyo anakuja anabadilisha sasa. Yeye akasema kwenye mwisho yake ndio atabadilisha, yeye ndio anabadilisha sasa mfumo, ana uharibu. Ndio maana unaona uumbaji umetikisika, mifumo yake imetoka mahali pake. Kwa hiyo tunaona kwenye Marko 7 tunawaona hao Mafarisayo. Basi wale Mafarisayo na waandishi wakamuuliza, mbona wanafunzi wako hawaendi kwa kuyafuata mapokeo ya wazee, bali hula chakula kwa mikono najisi? Akawaambia, Isaya alitabiri juu yenu nyinyi, enyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu wao huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ninyi mwaiacha sheria ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Akaambia, vema, mwaikataa amri ya yeye na kuyashika mapokeo yenu. Kwa hiyo alikuwa anatuonyesha. Kwa hiyo ibada unazoziona hizi si kwa ubaya, ndio maana akasema atakuja kuzibomoa, kwa sababu ndio chanzo ambacho kinaonekana sasa kwa ajili ya paraganyiko, kwa sababu ya ile hukumu tuliyomwacha Baba na sisi tukaambatana na mambo yetu. Kwa hiyo tukao kwenye Babeli ya utumwa. Kwa jambo jingine tunaliona kutuonyesha mfumo uliokuwepo. Tunaona ibada ilikuwa ni ya kiumi na mapokeo mbalimbali juu ya nchi. Ndio maana akasema kwenye nguvu ya Mathayo 27 ile 51 na Hosea 9 kwamba yeye amesimama mahali pa madhabahu akizivunja. Ile Amosi 9, na alimwona yeye kweli yote amesimama karibu na madhabahu, akasema, vipige vichwa vya nguzo, hata vizingiti vitikisike, vivunje vipande vipande juu ya vichwa vya kila mmoja wao, nami nitamuua mtu wa mwisho wao kwa upanga. Hapana hata mmoja wao atakayekimbia, wala atakayeokoka hata mmoja. Kwa sababu alikuwa anatuonyesha zile madhabahu ambazo zipo, ambazo namna ambavyo ataziharibu. Tunaiona hiyo kwenye Mathayo hiyo 27, lakini ilionekana kama kufufuka kwa wale ambao ndugu zetu, lakini ilikuwa ni ujanja kwa sababu ya mafundisho yaliendelea ya Mafarisayo. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata nchi. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili ya watakatifu waliolala, waliokuwa wanatumika. Na kisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake wakauingia mji mtakatifu.
kwa sababu hatukujua nini alitumwa. Kwa hiyo elimu zote tulizokuwa tunafundishwa na imani zote, ina maana zilionekana ni kwa ajili ya kutukomboa. Lakini tunaona sasa, tumeelewa ya kwamba ndio maana kwenye nguvu ya hitimisho lake akasema kwenye Luka 18:8 kwamba je, atakapokuja ataikuta imani juu ya nchi, na Mathayo 19:38 hivyo hivyo. Kwa hiyo tunajua sasa kwamba hakuna alichokuwa kilibadilika, vyote viliendelea hivyo, ila kwa kifuniko tu sana cha siri kikawa kinatenda kazi kwa sababu ya kuendelea kuandaa na kufanyika wale mitume manabii waliokuwa kule Babeli wakawa wanajitukuza. Ndio maana Amosi 5:21 akawa anasema yeye apendezwi sana na hizo sikukuu na ibada zetu. Ole wenu ninyi mnaitamani siku ya yeye, kwani ni kuitamani ni siku ya yeye mwenyewe ni giza wala sio nuru, kwa sababu itaharibu kila kitu. Ni kama mtu aliyemkimbia simba akakutana na dubu, au aliingia katika nyumba akaogemeza mkono wake ukutani, nyoka akamuuma. Je, ni siku haitakuwa ya giza wala si nuru, na yenye giza sana wala haina mwanga. Mimi nazichukia sikukuu zenu, nazizalau, nami sitapendezwa na makutano yenu ya dini. Na ijapokuwa mnanitolea sadaka zenu za kuteketezwa na sadaka zenu za unga, sitazikubali wala sitaziangalia. Sadaka zenu na za wanyama walionona, niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Ndio maana unaona hata nyimbo zikafanyika kama burudani. Kwani kwa sababu msingi uliendelea kuwa hivyo hivyo, lakini kwa kifuniko cha ibada ya kwamba tumekuja kukombolewa. Kwa sababu yote kama anakuja kiunabii, ina maana hakuna mahali ambapo kuna badiliko. Ndio maana tunaona hapa sasa kwenye nguvu ya Ufunuo 19 akijionyesha kwamba yeye alikuwa ametumwa nini. Ule mstari wa 9, naye akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya yeye mwenyewe kweli yote. Nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa kweli kwa Yesu. Msujudie yeye kweli yote, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Kwa hiyo alikuja kinabii, lakini kwa sababu ya mazingira basi hatakuwa tunaweza kufunguliwa. Kwa hiyo na kumjua huyu nabii wa mataifa ni nani, na yeye alisababisha, kwa sababu tunamwona Paulo akifundisha kazi za Roho Mtakatifu, kazi za mitume 12 na kazi za Yesu na kazi zake. Lakini kwa uhalisia Paulo hakuagizwa, kwa sababu ukiangalia mitume 12 wanamwacha Yesu. Yaani anaonyesha kwa sababu ni unabii kwamba hakuna madhabahu ya mitume 12, na yeye anakuja anasimamisha mitume 12, na yeye akiwa anaondoka kwenda kwenye nguvu ya mataifa. Nitasoma hapa. Baadaye akaonekana, hii Marko 16:14. Baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao. Tunaona hii matendo sasa. Moja, wanamchagua Matia. Kwa hiyo anaungana na wale ambao hawakutokuamini.
Hii Matendo 1 ule mstari wa 24. Kisha wakaomba wakasema, wewe Baba ujuaye mioyo ya watu wote, tuonyeshe ni nani uliyemchagua katika hawa wawili ashike mahali katika huduma hii na utume huu aliyoukosa Yuda, aende zake mahali pake mwenyewe. Wakawapigia kula, ikamwangukia Matia, naye akahesabiwa kuwa pamoja na mitume 11, kwa hiyo 12. Wao tunaona sasa kiongozi wao akiwa ni Paulo akiondoka hapo, ndio naye anapakwa mafuta. Lakini unaona tu namna ambavyo inatengenezwa hiyo picha tukiwa utumwani, kwa sababu yeye alikuwa anatakiwa aje asimame kwenye siku ya utimilifu ya mwisho ili atufundishe kwamba siku ya mwisho iko hivi na utimilifu, yani yale maisha ya juu ya nchi, ndio Paulo alikuwa anatakiwa, kwa sababu ile gepu ya kuacha wale mitume 12 wakawa 11, ina maana hapo Yesu alimkabidhi Petro kwa ile nguvu ya unabii, akiwa anaonyesha akisema nitarudi mwenyewe. Ndio maana akasema katika siku ile hakuna ijuaye. Alafu tutarudi Matendo 9 ili tuone. Anasoma Mathayo 24:36. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ijuaye, hata malaika walio juu kwa Baba kwa ajili ya mahali pake, wala mwana ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja mwana wa Adamu. Kwa hiyo yeye ndio alikuwa anasimama badala ya cheni hiyo ya mwana wa Adamu, ili azibe lile gepu lililokuwa la kazi ambazo yule Roho Mtakatifu akuachiliwa na Yesu, ili aingie aanze kufundisha, si katika ishara, si katika ile miujiza iliyokuwa juu ya nchi. Kwa hiyo atambulishe ibada ya kweli yake Baba, lakini haikuwa hivyo. Tunaona hapa kwenye Yohana 7 ule mstari wa 37. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa, huyo kweli kwa refu ya Yesu akasimama akapaza sauti akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe, aniaminie mimi, kama vile maandiko yanenavyo, mito ya maji yaliyo hai yatatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa, yani hajafahamika. Sasa kwa sababu wa Petro ilikuwa ni kwa ajili ya unabii, kwa hiyo majira itakapokuwa imesimama sasa kama majira timilifu yake yeye kujitukuza, kujulikana Baba ni nani, na tayari Baba amejulikana ni kweli yote, na Yesu ni nani, jina lipitalo majina yote ni kweli. Ina maana tayari utukufu unaonekana. Ina maana wale wote mitume na manabii walioingia katikati wakatengeneza jukwaa la watu wengi hapo, kutengeneza madhabahu mbaya juu ya nchi, hao wanaondoka. Kwa hiyo akiondoka, ina maana ibada inakuwa free kwa ajili ya imani zote, dini zote, watumishi wote wanaelewa. Kwa hiyo hata unavyomuona huyu Paulo sasa kwa ajili ya kupakwa mafuta hapa, uone habari yake, halafu nikwambie kweli kabisa. Matendo 9 ule mstari wa 10. Basi palikuwepo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia,
katika maono. Anania akasema, mimi hapa Bwana. Akamwambia, simama, enenda katika njia itwayo Nyofu, akaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso, maana angalia, anaomba, naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono na juu yake apate kuona tena. Lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kwa watu wengi, ambaye wengi aliwatendea watakatifu wako Yerusalemu. Hata hapa ana amri itokayo kwa wakuu wa makuhani, awafunge wote wakuitao jina lako. Lakini Bwana akamwambia, nenda, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukua jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wote, maana nitamwonyesha yalivyo mpasa, yatakampasa kutesha. Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani, akamwekea mikono, akasema, ndugu Sauli, Bwana amenituma, yeye aliyekutokea katika njia uliyoijia, upate kuona tena, ukajazwe Roho Mtakatifu. Kumbuka pale kwenye Yohana ile 7:37 Roho hajaachiliwa. Luka 23:43 Yesu Roho anamkabidhi Baba. Kwa tunaona na ile Mathayo 10:5 Yesu akisema, njia ya mataifa na barabara ya mataifa hakuna mwenye kwenda, atakuja mwenyewe. Kwa hiyo wote wazunguke hapo hapo, yaani na maana iwepo tu hapo hapo ile injili, lakini inatoka huko inatoka hapo. Yaani ndio maana unaona injili nyingi ni kama fujo juu ya nchi. Kwa hiyo akija sasa, ili aiweke vizuri, nasi tufahamu kwamba ni nani aliyekuwa ameagizwa katika ile utimilifu wa yale. Kwa hiyo fahamu kwamba huyu kazi za Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ni mwalimu anayefundisha, si katika ishara, si katika miujiza. Ndio maana unaona msingi uliojengwa na Paulo kwa ajili ya mwendelezo wa kusimamisha msingi wa kanisa ulikuwa ni mitume 12. Tunaona Efeso ile 2:20, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ndiye jiwe kuu la pembeni. Katika jengo lote mmeunganishwa vyema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika yeye. Katika yeye nanyi mmeunganishwa, ile Efeso 4:11, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani wa kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha ukamilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga. Wewe fikiria hivyo. Alafu hapo unaambiwa hii Mathayo 26 hii Mathayo 23 ule mstari wa 37, Ee Yerusalemu, wauoe manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako, kama vile kuku avikusanavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mabawa yake, lakini hamkutaka. Angalieni, nyumba yenu imeachiwa hali ya ukiwa. Kwa maana nawaambia, hamtaniona kamwe tangu sasa hata mtakaposema, amebarikiwa ajaye kwa jina la Baba. Sasa ina maana alikuwa kwenye vile vipindi vya Babeli vya Yeremia 29:4 mpaka ile 9 na Yeremia 27 ile 5 mpaka. Kwa
Kwa hiyo na Yeremia 28:7 manabii wanaotabiri ambao walikuwa kwenye kituo cha Babeli. Yule atakaye kuja kusimama kweli kweli, huyo ndiye atajulikana Baba yuko pamoja na yeye, na huyo ndiye atakuwa ameagizwa kwa ajili ya utimilifu wa kusimamisha ile siku ya mwisho, judgment day. Kwa uhalisia na katika kweli, kazi ya Roho Mtakatifu kama vile walivyokuwa wanasema, si kazi ya Paulo. Paulo alisababisha roho nyingi sana zikafanya. Ndio maana watu sasa wanajazwa Roho Mtakatifu, lakini Roho Mtakatifu ni mwalimu na ni roho wa Baba. Yohana 14:16. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata umilele. Ndiye Roho wa kweli, yani wa kufundisha. Sasa huyo tulimkosa, ndio kwa sababu ya yale tuliyokuwa tunahitaji. Kwa sababu ya utumwani, roho chafu nyingi zilijitokeza. Hata Mathayo 10:19 nasoma, lakini hapo watakapowapeleka msifikiri jinsi mtakavyosema, maana mtapewa saa ile ile mtakavyosema, kwa kuwa si ninyi msemao, bali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Ndio maana unaona kwenye Mathayo 26:69 Petro anakimbia. Kwa hiyo mpaka majira timilifu hii ndio ambapo sasa atakuwa anaongea kwa kutufundisha. Roho wa Baba, Yohana 16:13. Lakini yeye atakapokuja, tuanze ile mstari wa 7. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi ambaye ni Roho wa Baba au moyo wa Baba hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Na akisha kuja, huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi. Dhambi ya kwanza ni kutokuamini, na hukumu, na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi kwa sababu hawakuniamini, na kwa habari ya haki kwa sababu mimi nenda zangu, na kwa habari ya hukumu, yule mkuu wa ulimwengu amekwisha kuhukumiwa, baba wa uongo, ule uongo juu ya nchi. Na hata bado ningali nina mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, ambaye Roho wa Baba, moyo wa Baba, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana yeye hata nena kwa shauri lake, bali yote ambayo yanapaswa yafahamu atayatamka. Hayo nisemayo nanyi kwa misali, saa yaja ambayo sitasema nanyi tena kwa misali, lakini nitawapa habari ya Baba wazi wazi. Ndio hii habari ya Baba wazi wazi. Kwa hiyo wakati Yesu anakuja, zile ibada alizikuta hivyo hivyo. Ndio maana unaona kuna ibada za mawe, ibada za miti, ibada za watu waliokufa, ibada mbali ambazo kwa ajili ya hata kuzitamka zingine ni aibu. Ukisoma kwenye mahali pa Ezekieli 43 ule mstari wa 1 mpaka 9, kwenye hii majira ambayo ni mwaka wenye miezi 9, kwa utimilifu utajua tu kwamba hataki uchafu wakati huu, kwa sababu mwaka wenye miezi 12 hauna mahali pa usiku wala mchana, hauna nguvu ya miungu juu ya nchi. Kwa hiyo nashukuru sana kuelewa kwamba sasa Yesu anafahamika, alichotumwa ni nguvu ya unabii. Hata Ufunuo 19 tumesoma hapo, ile 8 basi unasoma alichotumwa ni kwa ajili ya sisi kutuelezea habari ya siku ya mwisho na dalili zake, na jambo jingine ni kutuonyesha mfumo uliokuwa wa ibada juu ya nchi ambao ulikuwa unaendelea juu ya nchi, na maelezo ya kuvunja hizo madhabahu ambazo ziko kwenye Mathayo 21, ile madhabahu iliyokuwa inasimama kama madhabahu ya mitume 12.
na kumjua huyo nabii wa mataifa ni nani na nani alimtuma. Tumejua Paulo alikuwa ni mtume wa kituo tulichokuwa utumani. Kwa hiyo nashukuru sana, namuinua sana Baba kwa ajili ya wewe kijana, wewe binti, wewe ambaye ni rafiki, wewe ambaye ni mama, ambaye ni malkia, wewe ambaye ni kiongozi wa aina zote, wa imani zote, wa aina mataifa yote, weupe, weusi. Kwa hiyo Baba atukuzwe, Baba ainuliwe, Baba aheshimiwe. Karibu sana, subscribe tu kwa ajili ya Kweli Yote TV na ulike kwa ajili ya wengine, uambie majira imefika, majira ipo inafanya kazi yake. Baba usidanganywe, majira ya mitume, majira ya manabii, majira ya ishara, miujiza imeisha. Wote roho zilizokuwa zinatenda kazi kwa ajili ya sirini hazipo. Ndio maana umeona Nyakati wa Pili 20, Nyakati wa Pili 36 ile 20 mpaka 21, Babeli umeanguka, taifa lile, utawala umeanguka, Wakalidayo na uchawi umeanguka. Kwa hiyo Baba, na wewe ambaye ni kwa ajili ya mama juu ya nchi kama malkia, kama ulikuwa na tabia za siri, tafadhali mwambie Baba akupe nafasi ya kurudi kwake, kwa sababu sasa kila kitu kinaenda kubana, egemeo juu ya nchi halipo. Kwa hiyo tumebarikiwa sana, taifa limebarikiwa, Afrika imebarikiwa, mabara yote, watu wote wamebarikiwa, na sasa maisha ni juu ya nchi. Mbinguni hayupo. Kwa hiyo sasa ni kumrejea yeye na kuwa kwenye nguvu ya ibada katika kweli, kumwabudu Baba bila kuchanganya. Baba ameinuliwa, nasi tumebarikiwa. Tulindwe na tubarikiwe, mfunguliwe kila mahali kwa ajili ya mema na mazuri. Asante sana na karibu sana Kweli Yote TV.